Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Kuhisi upweke kukaa peke yako. Kubadilisha pini ya simu yako. Kuitumia vyema nafasi unapokuwa na mtu fulani. Kushukuru kuhusu jambo lililopita. Kuikataa nafasi ya uhusika wa uigizaji. Kuongea na mtu kuhusu suala la uzazi. Kupisha msafara wa watu wengi sehemu. Mtu kutamani awe rafiki yako au ndugu yako. Nyota ya nge. Kupanga hatua nyingine baada kushindwa mwanzo. Kumuoneshea mtu upendo lakini atakuwa hajiamini kwako. Kutuliza hisia zako ili kujua kitu. Kuamka ukiwa unawashwa mwili. Kuikumbuka ndoto yako leo. Kuhisi mtu atasafiri hivi karibuni. Kuiombea heri na kutimia. Kuingilia maongezi ya watu. Kuacha kumdanganya mtu. Utahisi kichwa kizito au kuuma. Wanaokupenda kuzidi kukupa moyo kwa unachokifanya. Kukizi vigezo vya kushiriki sehemu au kitu. Kuombea watu waweze kuelewana. Nyota ya kaa. Kuzoeleka na watu sehemu uliokuwepo. Kuondoka kwako utafanya wajihisi unyonge. Ila utakuwa mwenye kuombewa mazuri kila wakati. Utaonesha hali ya kujiamini au jasiri. Utashika au kubeba kitu cha thamani. Hutokuwa na papala ya kutumia kitu kwa kuwa unajua ni miliki yako. Au unaweza kuitumia muda wowote. Mtu kukuambia jambo la kukushtukiza. Utasahau ulichokiongea kwa mtu. Na kujikuta unamwambia tena au kumwambia neno lingine. Kuhisi mtu anakufuatilia mitandaoni. Kunusurika kwa tatizo. Kumchangamkia mtu baada ya kuonana naye. Kuhisi mtu atakuwa faraja kwako. Nyota ya punda. Kuchaguliwa au kuteuliwa kwenye jambo. Kukumbuka vita vyako na mtu vilipoanzia. Kujirudi kwa mtu ili aweze kuwa pamoja na wewe. Kutaka kujipumzisha mapema leo. Kuwekeza kitu kwa faida ya baadaye. Nyota ya mshale. Kuhisi matarajio yako hayatimii, ila wakati sahihi upo. Kupokea pesa au ishara njema ya baraka kwako. Kuhisi hali ya ubaridi kwenye paji la uso. Ikimaanisha nguvu kuimarika au kuwa sawa. Utatendewa jambo zuri ambalo utajihisi hata kutoa machozi. Mtu kukukumbuka uwepo wako na kukuambia mazuri yako. Kujikuta unaomba sana msamaha na kutotaka urudie jambo au ukosee. Kujiombea mazuri pia. Mtu atajifunza kupitia wewe. Hasa kwa upambanaji wako au kujitoa kwako. Kumuona kiumbe anayetembea kwa kuruka. Itakujulisha kufikia lengo lako. Au utatuzi wa jambo kuwepo. Utapigiwa na mtu atakaye kushangaza. Anaweza kuwa si kawaida yake kuwasiliana na wewe. Kushirikiana na mtu kwa jambo zuri. Kukagua vitu au kupeleleza. Nyota ya simba. Kufahamiana na mtu katika kitengo kikubwa cha kazi. Kuona mawingu yakijitawanya au kugawanyika. Itakujulisha kuondolewa uzio au vikwazo kwenye mambo yako. Mifugo kuongezeka kwa ambao wenye ufugaji. Kuifananisha tabia ya mtu na ya kwako. Kufikishiwa habari nyingi na mtu. Kupata taarifa ya msiba. Nyota ya ndoo. Mtu kukufikia kwa jambo zuri. Kulihisi tatizo kabla halijatokea. Kuweza kuelewana vizuri na mtu. Kukusanya mapato sehemu. Kupata mwongozo wa kufanya kitu kilichokuwa kinakupa mawazo. Nyota ya mapacha. Kufanya vipimo vya kiasili. Kumwangalia mtu na kujua vipimo vyake kwa macho. Kuvunja ukimya kwa mtu. Kumbembeleza mtu na kufanya awe sawa. Nyota ya mizani. Utamkubalia mtu kitu. Mambo mazuri kushamiri. Kupangilia mambo yako vizuri. Kujizoesha kitu. Kupenda mtu anavyojitoa kwa watu. Nyota ya mbuzi. Unajulishwa kuwa wewe ni kiongozi au unaweza kuongoza. Utapata ishara nyingi wakati huu. Utasalimiwa kwa heshima kubwa.
viumbe tofauti kuwa karibu yako. Hata ukiketi popote utashtukizia kuona kiumbe pembeni yako. Hii ni habari mpya kwako. Kuna mahali utafika ambako haukutarajia. Utakuwa ni tegemezi la wengi na mwenye kuhitajika kutoa msaada unaostahili. Nafasi kubwa kwa baadhi yenu inawadia. Nyota ya ng'ombe. Kufanya kitu anachokipenda mtu. Kuulaumu moyo wako. Majonzi. Kwa nini unaruhusu moyo wako kulia sana? Kuna mambo unatakiwa uyaweke sawa. Ruhusu ukurasa mwingine kuufunga. Kwa maana upo na mambo mengi ya zamani unayoyafikiria na yenye kukuumiza. Kwa baadhi yenu kutokea kwa tafrija. Mabadiliko ya kitu kuwepo. Kupata heshima. Kuaminiwa zaidi. Baraka nyingi kukuzunguka. Kuishi na watu vizuri. Nyota ya mashuke. Kuona ni mapema sana mtu kufanya kitu. Safari hii utakuwa mwenye kutizama tu yanayotendeka. Hutoshughulika sana. Utazidi kuzijua tabia za watu. Kufanya makubaliano na mtu. Kuhitaji kukomboa kitu. Pesa iliyoisha utaipata tena kwa ukubwa huo au zaidi. Wasiwasi wako kuondoka. Kumpa mtu mafunzo mengi au kumjenga sana. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp. Kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.